Duniani kuna matukio mengi ya kuogofya, lakini alilofanyiwa Athumani Nyanza limewaacha watu wengi zaidi mdomo wazi baada ya anayedaiwa kuwa mke wake kudaiwa kuhusika katika utekelezaji wa kuchukua uhai wake. Hasa Athumani Nyanza walikuwa wakitafutwa kwa muda mrefu zaidi na ndugu zake, marafiki zake na watu wake wa karibu, wakilalamika haonekani na hawajui yupo wapi. Lakini kwa hiki ambacho kimetokea baada ya mahangaiko ya muda mrefu, ikaja kuonekana shimo kwenye nyumba ambayo alikuwa anaishi na huyo ambaye alikuwa anaishi, watu wanamtaja kuwa ni mpenzi wake ama mke wake. Likaja kuonekana shimo, mke wake alikuwa amepotea, haonekani kabisa yuko maeneo gani. Baadaye wakaja kuchimba na kuja kukagua, walivyoona haonekani kabidi wafika nyumbani kwake na mke wake hapatikani kwenye simu. Walipofika nyumbani kwake wakakuta shimo ndani na sehemu kama imesakafiwa kwa kiasi fulani, lakini sio kwa sementi, lakini sehemu ambayo imechimbwa siku zote lazima itajulikana tu, hata kama ikichukua muda gani, kwa sababu udongo wa chini na wa juu hauwezi kuwa sawa. Baadaye mwili wa Uthumani ukakutwa umefukiwa karibu na nyumba yao. Yaani ni kitu ambacho kiukweli kila mmoja imemwacha wazi. Sasa habari kamili inaelezwa kuwa huyu alikutwa ameshafariki dunia baada ya mwili wake kukutwa umefukiwa pembeni ya nyumba yake inayosemekana ni nyumba yao, huku inasemekana aliyefanya tukio hilo ni mke wake na kwa sasa hajulikani alipo. Tukio hilo la kufukiwa kwa mwanaume huyo ambaye jina lake linatajwa kuwa Athumani Nyanza takriban wiki mbili zilizopita katika kata ya Zingiziwa, jimbo la Ukonga, mtaa wa Lubakaya. Mwili wa mwanaume ambaye alikuwa akitafutwa sana na ndugu zake umefukuliwa leo, ama ilikuwa ni siku ya jana Machi 16, 2026. Mpaka hivi sasa polisi wanaendelea kumtafuta huyo mwanamke, kwa sababu kwa nini upotee wakati mwenzako amepotea? Na wewe upo wapi? Kwa nini unajificha mpaka sasa hivi? Hautaki kutupa taarifa rasmi ambazo zinaweza kutusaidia kupata maelezo ama kujua ukweli mzima wa tukio hiki ambacho kimetokea. Ni matukio ambayo yanaogofya na watu yanawapa wakati mgumu zaidi namna kuishi na mtu ambaye ulikuwa unamwamini na kumpenda. Labda mwishoni changamoto kubwa za maisha zinaweza kutokea. Mtu amepoteza uhai, lakini amechimbiwa shimo na ameweza kufukiwa.